Rai ya TLS kwamba wakati tukitambua na kushukuru kwa mchango wa serikali katika kuiwezesha kutoa misaada au msaada wa kisheria kwa wahitaji, tunaomba kwamba serikali ione umuhimu sasa wa kuwa na mpango maalum na endelevu utakaowezesha TLS kutekeleza majukumu yake kwa ukamilifu katika kufikia jamii, hasa katika masuala ya msaada wa kisheria. Mkakati mwingine uliofanywa na mahakama ni kushughulikia mashauri ya kimkakati. Haya ni mashauri yanayohusu mambo ya biashara na uchumi na yaliyokuwa yanashikilia pesa nyingi. Mahakama iliweka vikao maalum vya mfululizo ili kuweza kumaliza mashauri hayo kwa wakati. Kwa mkoa wa Pwani, mfano nzuri, mashauri 8 ya jinai yaliyofunguliwa mwaka 2025. Haya tulichukua ya jinai kwa sababu ndio alikuwa tuliona kabisa kwamba fidia inaweza kutolewa. Mashauri ya hujumu uchumi ya kuhusisha uharibifu wa miundombinu. Katika mashauri haya jumla ya shilingi milioni 707 ziliweza kufidiwa kwa serikali na kuepusha serikali kupata hasara kubwa kupitia ukarabati wa miundombinu hiyo ya SGR iliyokuwa imefanyiwa uharibifu. Katika maadhimisho ya mwaka huu wa 2026, kauli mbiu ya wiki hii ya sheria ni mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Inaonyesha namna ambavyo mahakama ina wajibu wa kuleta ustawi wa mtu mmoja mmoja na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hii ni katika kutolea maamuzi kwa wakati pasipo kuchelewa mashauri yote ya jinai na madai yanayofikishwa mahakamani. Mheshimiwa Hakimu Mkazi, nipongeze mahakama pia kwa kushughulikia mashauri ya kimkakati mashauri ya kimkakati kwa haraka, ikiwemo mashauri 8 ya jinai yaliyokuwa kwenye mkoa wetu kama ambavyo umeeleza hapo mwanzo, na jinsi ambavyo tumeweza kuokoa miundombinu ya nchi pamoja na kuhakikisha kwamba nchi yetu haipati hasara. Sasa Mheshimiwa Hakimu Mkazi, nikupongeze pia kwa kuanza utaratibu wa kuondoa mazuio au mapingamizi yasiyo na msingi yaliyokuwa na athari za kufanya ardhi kutotumika kwa wakati mashauri yakiwa yako mahakamani, na hivyo kuwa changamoto kwa upande wa wawekezaji.